Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kuna dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Aweso awatusha kibarua DAWASA. Habari katika ukurasa wa pili. Utumishi kwa changamka, serikali kubana wazembe kazini, yatangaza ajira mpya 41,500. Kaya masikini milioni 1 zaondolewa TASAF. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Polisi tunamchunguza Mwambe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Watano wafa gari likigonga kijiwe cha bodaboda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Mvua yaizua nyumba, kaya 37 za kosa makazi. Habari katika ukurasa wa 3. Bilioni 37.5 kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili imeandika Jenista kuagwa leo, kuzikwa Jumanne. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha ikimuonesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akisaini kitabu cha maombolezo katika msiba wa mbunge wa Peramio Jenista Mhagama eneo la Itega jijini Dodoma juzi. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 3. Gazeti ya Habari Leo likiandika polisi yataka amani imarishwe. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ajali ya roli ilivyoua bodaboda 5, simanzi kijiweni, simulizi ilivyokuwa. Kwa mujibu wa mashuhuda wa ajali hiyo, lori la mchanga liliparamia kijiwe cha bodaboda saa 2:30 usiku katika mtaa wa Makulu, Dodoma. Vijana 5 wamefariki pale pale. Wengine, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Nukuu ya kamanda wa polisi Dodoma Kiera ikisema eneo hilo la barabara lina mteremko mkali, hivyo madereva ni lazima waendeshe mwendo wa tahadhari ili inapotokea changamoto yoyote waweze kuepusha maafa yanayoweza kuzuilika, tofauti na wanavyokuwa kwenye mwendo mkali. Gazeti hili imeandika maji bado kizungumkuti, DAWASA yataja mikakati. Habari katika ukurasa wa pili. Milioni 50 lita za ujazo wa maji zinazozalishwa kwa sasa kutoka chanzo cha Ruvu Chini. Kwa kawaida chanzo hicho huzalisha lita za ujazo milioni 270 kwa siku. Mpango wa DAWASA kufufua visima ili kupunguza utegemezi wa chanzo cha mto Ruvu, kufunga pampu zenye nguvu kwenye visima vya Kigamboni na Kimbiji, mgao sawa wa maji kwa utumiaji, doria zaidi kulinda vyanzo vya maji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Hatimaye polisi yakiri kumshikilia Mwambe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ubunge wa Spika Zungu wapingwa mahakamani. Habari katika ukurasa wa 4. Baada ya Gen Z Alpha macho yote kwa beta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwananchi Jumamosi leo. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele. Habari iliyopewa kipaumbele ni polisi tunamshikilia Mwambe, tuhuma za jinai. Taarifa ya kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Murilo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Lori la paramia kijiwe cha bodaboda la ua 5. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Nimri yabaini usugu vimelea vya UTI, matumizi ya antibiotic. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili.
Nukuu ya mkurugenzi Profesa Said Abud anasema baadhi ya kina mama hushindwa kuhudhuria kliniki kipindi cha ujauzito, na pindi watoto wanapofikisha miezi 6 hawawapi chakula chenye virutubisho. Hii husababisha ubongo wa mtoto ambao ndio uratibu wa mwili kushindwa kukua vizuri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Serikali kuanza usaili leo ajira 12,000 zilizotangazwa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. DAWASA yataja chanzo uhaba wa maji da. Habari katika ukurasa wa pili. Ugonjwa wa kichocho tatizo linalowakumba wakazi wa Ukerewe. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele ni kishindo cha anza ahadi za Rais Samia. Fursa za ajira 12,000. Sekta ya afya elimu, Ridhiwani asema usaili kufanyika leo kila mkoa. Eleza mchakato uko wazi kupitia Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Dr. Nchembe kuongoza kuagwa Jenista. Habari katika ukurasa wa pili. Upatikanaji maji da sasa kwa usawa. Habari katika ukurasa wa 5. Lori la paramia kijiwe la bodaboda 5. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Rais Dr. Mwinyi ahimiza amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika mwenye ulemavu wa sera mikono mwenye ndoto ya kuwa mwanasheria nguli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti wa Machinga lenyewe limeandika uhaba wa maji da. Mtendaji mkuu DAWASA weka wazi, asema uzalishaji maji washuka Ruvu chini hadi lita milioni 50 kwa siku toka lita milioni 270. Aeleza sababu kupungua kwa maji, andika mikakati kukabiliana na hali hiyo, hatoa neno kwa wananchi. Habari katika ukurasa wa 3. Ulega ambana mkandarasi daraja la Mkuyuni. Ni utekelezaji wa agizo la waziri mkuu kuhusu daraja hilo jijini Mwanza. Amtaka kukabidhi kazi Januari 15, 2026. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Serikali yatoa vibali ajira mpya 41,500. Waziri Kikwete asema ni kwa mwaka 2025 2026 zipo ajira kada ya afya elimu. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Aquilo awahasa wahitimu kuepuka maovu. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga Jumamosi leo. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Mwinyi tuongeza ushirikiano kuinua utalii, akabidhi tuzo ya kimataifa ya kituo bora cha utalii. Habari katika ukurasa wa 2. Hemedi washukuru wananchi kwa kulinda amani. Habari katika ukurasa wa 3. Tuendelee kuitunza amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nchi iko salama shwari, DCP Misime. Habari katika ukurasa wa 6. Serikali yaahidi kuwezesha vijana kulikabili soko la ajira. Habari katika ukurasa wa 3. Wadau wapongeza vyama kuwapa nafasi wanawake wengi uchaguzi 2025. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania
2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika chuma kimebaki, mabusi wa mgomea Matola wampangia mkakati mpya Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Aziz Ki afichua mambo mapya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12. Ripoti ya Pedro ataka mashine mpya 3 Yanga kwa Dube fresh. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kama huna hela haugusi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Hizi ni tiketi za kombe la dunia. Mwanaspoti limeandika maeneo ya kujificha kuenjoy AFCON 2025. Itri gozi linalotumika michuano ya AFCON 2025. Vigogo AFCON 2025 hawapa. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Lakini pia gazeti hili likiandika EPL leo ni Arsenal dhidi ya Wolves, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku London. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika kocha mpya Simba mwisho mwezi. Gamondi ahidi matokeo mazuri AFCON. Twiga Stars yapanda viwango FIFA. Habari katika kurasa za ndani. Basata wampongeza Miss Africa International. Habari katika ukurasa wa 21. BMT TFF kupeleka mashabiki Morocco. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti Habari Leo linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.